السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Nasr Aziz ana kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kitabu chake kiitwacho Hekima ya Mafundisho ya Islam, katika kitabu hiki ameeleza njia mbalimbali za kuka Allah subhanahu wa ta'ala na kupata ukaribu naye. Kwa kueleza njia hizi zote za kupata ukaribu naye, ameeleza njia hizi zote, na njia hizi ni 8 zilizoelezwa katika kitabu hiki, na njia hizi ni lengo la kupata maisha na kuumbwa kwa wanadamu. Na leo nitaeleza kuhusu njia moja tu, na kuhusiana na hii nitasoma andiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na ameeleza kwamba njia hii ni njia 5 ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba kwa ajili ya kupata lengo la kuumbwa kwa wanadamu, Mungu amesema kwamba mtu anatakiwa afanye juhudi, yani mtu atoe mali yake katika njia yake, na vile vile mtu atumie uwezo wake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile atoe nafsi yake katika njia yake. Vile vile mtu atumie akili yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa kutumia vitu hivi vyote mtu amtafute Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu anasema wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum vile vile wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yani kwa kupitia mali zenu na kwa kupitia nafsi zenu pamoja na uwezo wenu wote, mutumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, na elimu yoyote na maarifa na ujuzi wowote muliopewa basi mutoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile wale watu ambao wanafanya juhudi katika njia zetu, basi sisi tunawaelekeza katika njia zetu na tunawaongoza katika njia iliyonyoka. Kisha Sayyidina alayhi salam kwa kueleza namna gani mtu anaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu alisema, si rahisi kwenu kwamba nyinyi mupende mali na vile vile mumpende Mwenyezi Mungu pia. Hamwezi kupenda vitu vyote wakati mmoja, mnalazimika kupenda kitu kimoja. Basi
mwenye bahati nzuri ni yule mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu, na yeyote miongoni mwenu kwa kumpenda Mwenyezi Mungu atatoa mali yake katika njia yake, basi mimi nina kwamba Mungu atatia baraka sana katika mali yake kushinda wengine, kwa sababu mali pia haipatikani yenyewe, bali mali pia inapatikana kwa baraka ya Mwenyezi Mungu. Basi yule mtu ambaye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anatoa sehemu fulani ya mali yake, lazima atakuta mali ile katika akhira. Na yeyote ambaye kwa kutoa mali yake hatoi huduma ya dini kama ipasavyo, basi mtu atakosa mali ile ambayo anayo. Kisha Sayyidina al-Islam akasema inatakiwa kwamba kila mfuasi wa jumuiya yetu, yani kila mtu aahidi kwamba mimi nitatoa mchango kiasi hiki. Yule mtu ambaye anaahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu anatia baraka sana katika riziki yake na mali yake. Hazur anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam ametukumbusha hususan watu ambao ni wanajumuiya wapya au wengine ambao hawana elimu na hawajali kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba hawa watu wanatakiwa waelimishwe, wafahamishwe kwamba ikiwa nyinyi mnataka kujenga ukaribu na Mwenyezi Mungu, basi muahidi kwamba kiasi fulani nitatoa mchango katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazur anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu wako wanajumuia malaki na malaki wanapokumbushwa kuhusu mchango, hawa wote kwa ajili ya kupata ridhaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanatoa katika njia yake na wanashindana katika mchango. Hii ndiyo ni sababu kwamba tangu muda fulani mimi naendea kuikumbusha nidhamu ya jumuiya kwamba wanajumuiya wapya waingizwe katika nidhamu ya mchango. Lazima hawa waingizwe, washirikishwe katika nidhamu ya mchango. Hata kama mtu anatoa sumni moja, hata kama anakuwa na uwezo wa kutoa sumni moja au pesa moja atoe, lakini lazima ashiriki. Sehemu nyingine tumeona kwamba baadhi wakati watu ambao ni matajiri sana au baadhi wakati nidhamu inawaambia watu katika nchi za Afrika au katika nchi mbalimbali, au baadhi wakati hapa pia watu wanatoa mchango kwa niaba ya wenzao na jamaa zao, au wanatoa mchango kisha wanasema kwamba mchango huu ni kwa niaba ya watu maskini. Huzuri anasema sawa, hii ni sawa, ni mema, lakini hata kama mwanajumuiya ni maskini au hali yake sio nzuri sana upande wa uchumi, hata yeye pia anatakiwa atoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kutoa sio maana yake kwamba mtu atoe mali, bali sababu yake ni kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sehemu yote ambapo nidhamu inapokea mchango kwa njia hii kwamba watu watoe mchango kwa niaba ya wengine, basi wale watu ambao wanafanya hivi wamekosea, hawatakiwi ufanye hivi, kwa sababu napata taarifa kwamba sehemu zingine wanajumuiya wanafanya hivi. Lakini kwa kawaida nimeona kwamba napopokea taarifa ya mchango, naona kwamba watu ambao sio matajiri sana, wao wanatoa mali zaidi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wao wanazingatia sana mchango kuliko wengine. Hata mara kwa mara katika hutuba zangu pia naendelea kueleza habari ya hawa wanajumuiya. Hata baadhi wakati tunashangaa kwa kuona hali ya hawa wanajumuiya ambao wanajitolea. Ikiwa kuna mtu ambaye ni mtajiri sana na katika mali yake ikiwa anatoa sehemu fulani, basi jambo hili si kubwa sana. Lakini kama mtu mwenyewe anahitaji mali, anakuwa hali ya umaskini na anakuwa mnyonge, hata katika hali akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na yeye anatoa mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, basi hii ndiyo ni kujitolea haswa. Na vile vile hii ni njia ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam tunakuwa mifano ya aina hii inapatikana chungu mzima. Safari moja Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akihitaji fedha kiasi fulani kwa ajili ya kuchapa vitabu. Wakati mtu mmoja alipokumbushwa na Sayyidina alayhi salam
kwamba kiasi hiki na inatakiwa yeye akumbushe wanajumuia. Yeye badala ya kuwakumbusha wanajumuia wote, yeye mwenyewe akatoa fedha, akatoa mchango, na mwenyewe hali yake upande wa uchumi ilikuwa sio nzuri. Licha ya kuwa na hali hii, yeye akatoa fedha ile iliyokuwa inatakiwa kwa ajili ya kuchapa kitabu, na yeye akadhihirisha kama wanajua wote wametoa mchango ile, sio yeye peke yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam hakujua kwamba yeye ametoa mchango wote kutoka kwake, lakini habari hii ilijulikana wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alipomshukuru mwanajumuiya mwingine katika jumuiya yake, na alimshukuru kwa maneno haya kwamba nawashukuruni kwamba jumuiya yenu imenisaidia sana wakati nilipokuwa nahitaji fedha. Wakati yule mwanajumuiya alipojua kwamba yule mtu hakuwakumbusha wengine bali yeye ametoa mchango wote mwenyewe, wanajumuiya wa jumuiya ile walimkasirikia kwamba kwa nini hukumbia, kwa nini mwenyewe umetoa mchango wote? Na huyu aliyetoa mchango alikuwa Munshi Zafar Ahmad Saheb, ambaye aliuza dhahabu ya mapambo ya mke wake, na kwa kuuza dhahabu alileta Munshi Arura Khan Saheb alikuwa rafiki wa Munshi Zafar Saheb, na yeye pia alikuwa kutoka katika jumuiya ile ile ambapo Munshi Zafar Saheb alikuwa akiishi. Na Munshi Arura Saheb alipomuuliza, alipojua kuhusu habari hii, yeye mkasirikia Munshi Zafar Saheb kwamba kwa nini hukutuambia, kwa nini wewe peke yako ulijitolea na hukutuambia ili sisi pia tungepata baraka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amempatia Sayyidina alayhi salatu wasallam wanajumuiya wa aina hii ambao wanakuwa tayari kwa ajili kujitolea na wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio ni mfano ulioonyeshwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika zama hizi maswahaba wa Sayyidina sallam, wafuasi wa Sayyidina alayhi salam wameiga mfano huu, na mfano huyu si moja tu bali mifano hii inaendelea kupatikana hata mpaka leo. Tunashuhudia namna gani wanajumuiya wanashiriki katika mipango mbalimbali ya kutoa, na wao kujizuia mkono wao katika kutumia fedha, wanatoa katika njia la subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anawarushia na anawaongezea mali yao. Hazur anasema nataka kutoa mifano kadhaa mbele yenu leo kwa sababu mimi nitatangaza mwaka mpya wa wakfu jadid. Kwa hiyo kuhusiana na wakfu jadid nitaeleza mifano kadhaa kutoka katika Bambia. Kuna Bashiri Kibajalu Saheb, yeye anaeleza tukio moja, na katika tukio hili linathibitika kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawatendea waja wake wanaotoa katika njia ya Allah. Anasema kuna mwanajumuiya mmoja mpya ambaye ni Bana Jawo Saheb, yeye ni kutoka katika kijiji. Yeye analima mahindi na ngano, lakini miaka kadhaa alikuwa havuni vizuri, alikuwa hapati mavuno mazuri, na mwaka huu aliuza mavuno yake, akatoa mchango wa wakfu jadid na ilikuwa $700, na alitoa mchango ili Mwenyezi Mungu atie baraka katika mavuno yake. Anasema kwa sababu ya kutoa mavuno Mwenyezi Mungu aliweka baraka katika mavuno yake kiasi hiki kwamba 3% alipata faida zaidi kuliko miaka ya nyuma. Kwa hiyo alipopata faida yeye akatoa $1,000 zaidi katika mchango wa wakfu jadid. Kisha kutoka kaskazini wa Gambia kuna kijiji kimoja kitwacho, kuna kijiji kimoja kule, kuna bana moja aitwaye Usman Saheb. Anasema mwaka jana ajili ya wakfu jadid aliahidi kwamba atatoa ndoo moja ya mahindi.
Hazur anasema kwamba kuna mtu mtajiri ambaye anatoa 1,000 au zaidi ya 1,000 na yeye mwenyewe ni mtajiri sana, basi kutoa kwake 1,000 sio kitu kikubwa. Lakini hawa watu ambao wanakosa hata chakula na wanatunza mavuno kwa ajili ya chakula, kwa hivyo ndoo moja hii si kitu kwa ajili ya watu waishi katika Ulaya, lakini ndoo hii moja ni mchango mkubwa sana kutoka kwa huyu. Kwa hiyo huyu bwana aliahidi kwamba atatoa ndoo moja ya mahindi, na ndoo moja huenda hapa itapatikana kwa paundi 5-6. Kwa hiyo huyu bwana ana kwamba mwaka jana hakuvuna vizuri, hakupata mavuno vizuri na alikuwa na shida, lakini licha ya kuwa na hii aliahidi na alitimiza ahadi yake, na akasema kwamba mwaka huu atatoa gunia 30, na vile vile alisema zaidi ya hii. Kwa hiyo kwa sababu ya mchango huu alipata gunia 30 ya mahindi, na vile vile alipata gunia 15 ya mengine. Hazur anasema kwamba hii ndiyo ni hali kwamba mtu anapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu anamrudishia na anamzidishia. Vile vile hii inakuwa njia ya kuimarisha imani ya mtu. Kutoka Cameroon mwalimu wetu anatoa mfano mwingine kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anateremsha baraka zake. Katika kijiji cha Dubai kuna mwanajumuiya mpya. Wakati yeye alipoambiwa kuhusu mchango wa Wakf Jadid, akasema kwamba yeye akatoa ndoo 2 ya mahindi. Hazur anasema kwamba kujitolea kwao ni dogo lakini ni kikubwa, na huyu bana akasema kwamba mimi sina shamba kubwa na mimi sikuweza kuvuna vizuri, kwa hiyo nitatoa ndoo 2. Kule kama serikali inasaidia wakulima kwa ajili ya kupata msaada huu, wakulima wanalazimika kuweka akiba fedha kiasi fulani. Huyu bwana anasema kwamba mimi nilikuwa sina fedha kwa ajili ya kuipatia serikali, ingawa jina langu lilikuwepo katika orodha ya serikali watakaopata msaada, lakini kupata msaada wote kwa sababu sikuweka akiba katika mfuko wa serikali. Huyu bwana mwalimu anasema kwamba yeye akamwambia kwamba aanze kusali tahajjud na afanye dua. Mwenyezi Mungu ataweka baraka na atateremsha fadhila zake, na matokeo yake ni kwamba mwalimu anasema kwamba huyu bwana akaja kwangu na akasema Mungu amepokea maombi yangu, na mimi nilikuwa sikutoa katika mfuko wa serikali, lakini licha ya kuwa na hii kwamba mimi sikuweka ile akiba katika mfuko wa serikali, lakini serikali imenipatia mashini ya kuchota maji, na vile vile akapewa 500,000 sifa kwa ajili ya mashamba, na akafanya kazi kwa bidii sana katika shamba lake, na akasema kwamba nategemea kwamba kwa sababu ya hii mimi nitapata mimea vizuri na nitavuna vizuri. Anasema Mungu akapokea kujitolea kwangu na akajalia sana, na kwa sababu ya hii yeye akaongeza mchango wake mara 2 na akatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka katika Indonesia, Mbashiru Bana Nur Saheb anasema mke na mume ambao wanaishi maisha ya kawaida wanatoa mchango bila kukosa. Wakipata kipato chochote wao wanaweka kando mchango katika pamoja, na wakati wote mwalimu anapoenda kuwatembelea, basi ile fedha ambayo wametunza kwa ajili ya mchango wanatoa. Na safari moja zaidi ya mwaka moja hakuna mwalimu yeyote ambaye aliweza kwenda kule, lakini licha ya kuwa na hii waliendelea kutunza fedha kwa ajili ya mchango. Na baada ya mwaka moja huyu mwalimu anasema nilipokwenda kule na wao walikuwa wamekusanya mchango mkubwa sana, na ile yote waliokusanya wakatoa katika mchango, na wakasema kwamba safari hii sisi tumepata faida kubwa sana, na kwa sababu ya hii sisi tunayo imani kwamba baraka inapatikana kwa sababu ya kutoa mchango, na sisi tumeshuhudia baraka za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutoa mchango. Wanasema safari moja sisi tulidanganywa na mtu fulani,
na sisi tukaanza kufikiria kwa nini sisi tumedanganywa. Basi tukajua kwamba hatukutoa mchango vizuri mwaka huu, ndio maana sisi tumedanganywa na tumepata hasara. Kwa hiyo tangu siku ile anasema kwamba alianza kutunza na kuweka mchango katika debe na alianza kulinda vizuri, na akasema kwamba sisi hatupati utulivu mpaka sisi tutenge fedha kwa ajili ya mchango. Hazur anasema kwa hivi baadhi wakati Mwenyezi Mungu anarekebisha hali ya mtu kwa na vile vile anatimiza mahitaji yao yote, na kwa sababu ya hii imani yao inaimarika zaidi. Bana Bashir Saib ambaye ni bashiri wetu kutoka Indonesia anasema bana moja akatoa 500,000 rupia ya Indonesia katika mchango wa wakfu jadid. Thamani ya rupia kule ni ndogo, lakini licha ya kuna hii ni mchango mkubwa. Na baada ya siku kadhaa yule mtu akauza shamba, yeye akanunua shamba, na katika siku kadhaa mtu mwingine akanunua shamba ile kutoka kwake milioni 50. Yani yeye alinunua shamba ile katika milioni 15, na baada ya siku kadhaa shamba ile ile mtu mwingine akanunua katika milioni 50. Anasema kwamba hii baraka ilikana kwa sababu ya kutoa mchango, yani alipata faida milioni 35 kwa sababu ya kutoa mchango. Labda mtu wa dunia ataona kwamba huu ni ujanja wa biashara ya dunia, kwamba angalia mimi nimefanya biashara kiasi gani, kwamba katika siku kadhaa nilitumia milioni 15 na faida niliyopata ni milioni 35. Lakini wale watu ambao wanataka kupata mapenzi ya Mungu na wanataka kuja karibu naye, na wale ambao wanataka kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, hawa walipata wazo hili kwamba kwa baraka hii imepatikana kwa sababu ya kutoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, ndio maana Mwenyezi Mungu alinizidishia. Kuna mfano mwingine kutoka Indonesia. Bana Masum Sahini Bashir wetu anaandika, mwanajumuiya mmoja katika kisiwa fulani akahamia kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha, na mwanzoni alikuwa na dhiki sana na shida sana, hata alikuwa hana nyumba, alilazimika kuishi katika mission house. Na yeye akaanza kununua samaki na akaanza kufanya biashara ya samaki. Akafanya juhudi sana, alikuwa na mapato kidogo sana, lakini alikuwa akitoa mchango bila kukosa. Na baada ya siku kadhaa hali yake ikaanza kubadilika, na sasa yeye anatoa mchango wa kufajidi kushinda wengine wote, na yeye mwenyewe ni musi. Na anasema huyu bana kwamba baraka yote imepatikana kwa sababu ya kutoa mchango. Katika Gambia kuna bana moja bana Abdurrahman anasema kwamba ye alikuwa anapata shida sana ya kulipa ada ya shule ya mtoto. Kwa hiyo akamwambia mbashiri wa mkoa kwamba mimi ninapata shida sana, siwezi kulipa ada ya mtoto wangu. Mbashiri akamwambia kwamba wewe utoe katika njia ya Allah, Mwenyezi Mungu atakujalia baraka. Yeye akatoa 250 dalasi mchango wa wakfu jadid. Anasema baada ya wiki moja, baada ya kutoa mchango moja, baada ya wiki moja akapata kibarua kwa mshahara wa 5,000 dalasi, na yeye aliweza kutoa ada ya shule na vile vile mahitaji yote yake pia yalitimia. Na huyu bana sasa anaendelea kueleza hapa na pale baraka hii na fadhila hii ya Mwenyezi Mungu, na anasema kwamba baraka hii imepatikana kwa sababu ya kutoa mchango katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema kwamba kwa sababu ya hii imani yangu imeimarika, na vile vile Mungu ametia baraka sana katika riziki yangu kwa sababu ya mchango huu. Halifa mtukufu anasema kwamba mtu mnyonge maskini anajitolea namna gani, na Mungu anampokea kivipi, anapokea kwake kivipi, kisha Mwenyezi Mungu anamlinda kivipi. Kutoka Guinea Bissau mbashiri wetu anaandika kwamba Mairo Kamara Saheb ni bana moja alikumbushwa kuhusu mchango wa wakfu jadid. Akasema kwamba mimi ninayo sifa 4,000 franc,
na mimi nimeweka hii kwa ajili ya chakula. Hazur anasema kwamba thamani hii ni ndogo sana, na kule katika Afrika familia inakuwa kubwa sana. Na akasema kwamba aliweka 4,000 sifa kwa ajili ya kununua chakula, na huyu bana akatoa sifa 4,000 katika mchango aliweka kama kwa ajili ya kununua kula, na akachukua mkopo kwa mtu kwa ajili, akaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kununua chakula. Anasema kesho yake binti yake akaja kutoka mji na akaleta gunia 2 ya mte na samli, na vile vile akaleta vitu vingine vya chakula. Basi huyu bana akawa na yakini kwamba ile fedha ambayo aliweka kwa ajili ya chakula chake na ile fedha alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi Mungu akaweka baraka katika mchango ule, kwamba Mungu alimpatia kesho yake vifaa wingi, vyakula wingi sana. Yani Huzuri anasema kwamba huyu bana mwenyewe alikuwa na njaa, lakini alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hawa ni watu ambao wanapatikana katika jumuiya. Kisha kuna mfano mwingine kwa France. Amir Saheb wa France anaeleza tukio moja. Kuna mwanajumuiya ambaye ni Mwarabu anaishi katika France. Anasema kwa mwaka jana alisikia hutuba ya Huzur kuhusu wakfe jadid. Katika hutuba ile Huzur anasema nilitoa mifano mbalimbali ya wanajumuiya wanaotoa katika njia ya Mungu kama anaeleza leo. Huyu Mwarabu anasema aliathirika sana, na umri wake ni miaka 46. Anasema mimi nilikuwa na dhiki sana, nilikuwa sina fedha, hali yangu upande wa uchumi ilikuwa mbaya sana, na hata zamani sikupata hali hii. Hata mimi nilikuwa nadaiwa kutoka benki pia, na nilikuwa nimeshapewa onyo kutoka benki kwamba ikiwa sitoi mkopo basi wao watafunga akaunti na watanipatia faini. Anasema katika siku zile mkutano ulifanyika katika jumuiya yetu. Kabla ya mkutano bana moja akanipatia euro 20 na nikaweka mfukoni, na nilikuwa sina fedha zaidi ya hii, na nikaweka mfukoni 20 mfukoni ili nitatumia kwa ajili ya chakula. Nilipokwenda kuhudhuria mkutano kule, katibu wa fedha akanikumbusha kuhusu mchango, basi ile 20 euro nikatoa katika mchango. Baada ya siku kadhaa nikapokea simu kutoka bank, na huyu bana anasema kwa sababu nilikuwa nimezoea kwamba nitapata taarifa mbaya kwa sababu nadaiwa mkopo, na nilikuwa nategemea benki itaniambia kwamba nitoe mkopo, lakini benki ikaniambia kwamba tumepewa amri kwamba akaunti yako isifungwe, na euro 600 aliyokuwa nadaiwa. Makao makuu yamesema kwamba badala ya kumdai 600 yeye apewe 600. Anasema jambo hili lilikuwa jambo la kushangaa sana. Vile vile nikapata fedha kutoka katika idara ingine. Anasema matukio haya yote yalitokea kwa sababu ya kutoa euro 20 liliyotoa katika mchango wa wakfe jadid. Zamani nilikuwa nikifikiria kwamba je, miujiza inaweza kutokea nami? Wengine nasikia kwamba miujiza inatokea na wengine, lakini sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe amenionyesha muujiza imetokea katika maisha yangu, na muujiza huu ulitokea kwa sababu ya kutoa mchango, na nikawa na yakini kwamba muujiza unatokea. Bwana Kasser Saheb ambaye ni mbashiri kutoka Haiti, yeye anaandika tukio moja. Katika tukio hili pia limeelezwa namna gani Mungu anaimarisha imani ya watu. Bwana Ibrahim ambaye ni mwanajumuiya kutoka Port-au-Prince, Hazur anasema kwamba matukio haya yamekuja kutoka katika maeneo mbalimbali, mengine yamekuja kutoka Afrika na Europe na Asia, na maeneo haya ni mbali sana, lakini matukio yote yanafanana. Port-au-Prince kutoka kule Bwana Ibrahim ambaye ni mwanajumuiya mpya anasema alikuwa anaenda ofisini, njiani faili yake ikaanguka, na ndani yake ilikuwa karatasi muhimu sana, na vile vile ilikuwa 13,000 gorath fedha. Yeye akaanza kutafuta, lakini hakupata ile faili, ilianguka njiani. Anasema akanuia kwamba
ile 1,000 wakfe jadid niliyoahidi lazima nitatoa, hata kama mimi sipati ile fedha iliyoanguka, hata kama nachukua mkopo. Kwa hiyo yeye akachukua mkopo na sawa na ahadi anasema akalipa 1,000. Anasema baada lipa mchango siku chache ilipopita, siku ile ile ambamo alitoa mchango, jioni mtu mmoja akampigia simu kwamba mimi ninayo faili yako, uje na uchukue faili yako. Anasema nikaenda kwake nikamwendea na akanipatia faili, na yule bana akasema kwamba mimi nililazimika kutafuta unwani yako, ndio maana mimi nilikagua faili yako ili niwasile nawe, tafadhali uangalie ucheck faili yako. Anasema nilipoangalia faili yangu, faili ilikuwa sawa sawa na vile vile fedha pia ndani yake. Anasema mimi nikamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na nikawa na yakini kwamba baraka hii imepatikana kwa sababu ya baraka ya mchango, na mimi nimepata faili yangu ambayo ilionekana kwamba ni ngumu kupata, lakini kwa baraka ya mchango nikapata. Mbaligh in charge wa Gina Konekari, mbashiri mkuu wa Gina Konekari, anasema bana Abubakar saheb alikumbushwa kuhusu mchango wa wakfe jadid. Mwanzoni alileta udhuru, lakini baadaye akatoa mchango. Baada ya kutoa mchango akamwambia mbashiri kwamba bila shaka jumuiya hii ni jumuiya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mimi nafanya kazi katika Dar es Salaam, na wakati fulani mguu wangu mmoja ulivunjika na haukurekebishwa vizuri, na mimi nilikuwa na matatizo sana kwa sababu ya mguu huu. Tangu muda fulani nilikuwa nakusanya mchango, nilikuwa nakusanya fedha, kwa sababu daktari alisema kwamba kwa upasuaji mguu unaweza kurekebishwa. Kwa hiyo nilikuwa naweka fedha ili nifanye upasuaji, lakini wakati mbashiri aliponikumbusha kuhusu mchango, nikasema kwamba mwaka huu sitatoa mchango, bali fedha nitatumia kwa ajili ya upasuaji. Lakini baadaye Mungu akanipatia nguvu, na mimi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, fedha ile yote ambayo nilikusanya kwa ajili ya matibabu ya mguu nikatoa katika njia ya Mungu. Na baada ya kutoa mchango, baada ya siku 2 nikapokea barua kutoka ofisi kwamba serikali itachukua gharama yote ya upasuaji na matibabu yangu. Anasema kwamba hii yote imepatikana kwa sababu ya haraka ya mchango. Huzuri anasema kwamba mambo haya si mambo ambayo yanapatikana ghafla, bali ni jambo la imani. Watu wanapomtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu pia anawasaidia. Vile vile katika matukio haya kuna dalili ya ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutoka Qadian, bana Mamun Rashid Sahib ambaye ni katibu wa Wakfe Jadid anaandika, kuna bana moja Suleja Sahib, yeye hakuweza kutimiza ahadi yake ya Wakfe Jadid kwa sababu ya matatizo mbalimbali. Alikumbushwa kwamba mwaka unakwisha, kwa hiyo tafadhali umalize ahadi yako, lakini yeye alikuwa hana fedha kiasi hiki kwamba atimize ahadi yake ya Wakfe Jadid. Yeye alikuwa na 30% tu katika akaunti yake sawa na ahadi yake. Basi alikuwa na wasiwasi namna gani anaweza kutoa mchango. Kwa hiyo yoyote alikuwa nayo katika akaunti yake akatoa katika mchango wa Wakfe Jadid. Anasema kwamba basi kwa njia ya muujiza, baada ya muda mfupi katika akaunti yake fedha ilipatikana ambaye ilikuwa sawa na ahadi yake ya Wakfe Jadid. Kwa hiyo akatoa fedha ile katika akaunti yake na akatimiza ahadi yake ya Wakfe Jadid. Huyu bana anasema alikuwa akitimiza ahadi yake kabla ya mwaka, lakini mwaka huu kwa sababu ya ugonjwa wa mtoto wake alikuwa hakuweza kutimiza, na kwa sababu hii alikuwa na wasiwasi, lakini Mungu akafanya mpango ili aweze kutimiza ahadi yake ya mchango. Na anasema huyu bana kwamba kwa sababu hii imani yake imeimarika sana. Tena kutoka India, bana Abdul Mahmud Saheb ambaye ni inspector wa Wakfe Jadid, yeye pia anaeleza tukio la mwanajumuiya moja katika kijiji cha Bangal. Tukio hili limetokea kwamba kuna mwanajumuiya ambaye ana duka lake, na duka lake ni la wholesale, sio duka la rejareja, na anafanya biashara vizuri. Kila siku alipokuwa akifungua duka alikuwa akiweka ₹100 katika sunduku, na kwa sababu ya hii alikuwa
akitoa mchango wake, yani kila siku asubuhi alikuwa akiweka 100 rupia katika sunduku. Anasema siku moja wateja wachache tu walikuja kununua vifaa kutoka katika duka lake, na alikuwa na shida, na aliweka rupia 100 siku ile, lakini kesho yake alipokuwa badala ya rupia 100 akaweka rupia 300 katika sunduku ile alikuwa akiweka kwa ajili ya mchango. Kwa hiyo baraka ya Mungu ilipatikana hivi kwamba siku ile ile jioni wateja 8 wakaja kwangu, na anasema mimi nikapata shughuli kiasi hiki kwamba nikalazimika kumwambia mteja mmoja kwamba uje kesho, na niliendelea kufanya biashara mpaka jioni. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nilipata fedha kubwa sana. Anasema wakati Mungu anaporidhika, basi Mungu anampatia kiasi hiki kwamba mtu hawezi kukusanya kwa mikono yake miwili. Kutoka katika Guinea Bissau katika mkoa wa Orio, bana Abdulaziz ambaye ni bashiri wetu anasema kuna bibi moja, mzee mmoja, mwanamke mmoja ambaye ni mzee sana. Yeye alikumbushwa kuhusu wakfu jadid, akasema kwamba mimi nimekusanya fedha kwa ajili sawa na ahadi yangu, lakini jana nilipokuwa naenda kumwona kaka fedha ile nikapoteza njiani. Mimi natafuta fedha ile, nikipata mara moja nitoa katika mchango. Kwa hiyo aliendelea kutafuta fedha ile lakini hakupata. Basi akachukua mkopo kwa binti yake, na kwa kuchukua mkopo kwa binti akatimiza ahadi ya wakfu jadid. Na baada ya kutoa ahadi hii akaanza kutafuta fedha ile kwamba ilianguka wapi. Anasema alikuwa anatafuta njiani, alienda mita kadhaa tu, basi fedha ile ambayo ilikuwa katika mfuko akakuta barabarani, na kwa kupata fedha ile akafurahi sana. Na kesho yake akaja tena, na yeye akatimiza ahadi yake, na akasema kwamba hii ni baraka ya mchango wa wakfu jadid, kwamba Mwenyezi Mungu alimrudishia fedha yake iliyopotea njiani. Katika mkoa wa Skaso kutoka Mali, mbashi wetu anaandika Emma Jala Saheb ambaye ni mwanajumuiya mpya akaja Mission House, na akasema alikuwa akitoa mchango bila kukosa, lakini baadaye alipata matatizo upande wa uchumi, hakuweza kutoa mchango. Siku moja akaona katika ndoto kwamba watu wanaenda katika barabara kubwa, na baada barabara ile iligawanyika katika michochoro, lakini njia zote zilizokuwepo huko mbele ni hatari sana. Katika hali hii akafanya dua kutoka bingu, safari ikashuka na akapanda katika safari ile na akaenda binguni. Na wakati njia ile ilikuwa mbovu, ilipokwisha safari ile ikashuka tena na ikaweka katika barabara iliyokuwa mzuri. Na akaona mzee mmoja na akamwambia kwamba safari hii ilikuja kwa sababu ya baraka yako kutoa mchango. Kwa hiyo anasema kwamba baadhi wakati mtu anapata matatizo, lakini mwanajumuiya anapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika dhiki, basi Mungu pia anamsaidia. Kwa hiyo huyu bana mwanajumuiya mpya akatoa mchango, na akasema hata kama inatokea nini yeye hatakosa kutoa mchango. Huzuri anasema kwamba je, hii pia imetokea kwa bahati? Bali hii ni msaada Mwenyezi Mungu. Kutoka Tanzania, Amisa wa Tanzania anaandika kutoka katika mkoa wa Arusha, Bi Fatima alikumbushwa kuhusu mchango. Yeye alikuwa anauza ndizi, na yeye akatoa mapato yake ya siku 2 katika mchango wa wakfu jadid, na hivyo ndivyo akawakumbusha jamaa zake wao pia watoe katika njia Allah. Vile vile kuna mwanamke mwingine ambaye ni mzee mmoja. Kesho yake yule mwanamke saa 2 asubuhi akaja na akaleta shilingi 5,000 na akatoa katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Hazur anasema kwamba hawa ni wale watu ambao kwao mimi nashangaa kwa kuona jinsi wanaojitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazur anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba wakati watu wanapokumbushwa watu wanatoa katika njia ya Allah. Amir Sahib wa Tanzania anaandika tena kwamba mwaka jana
hali ya uchumi ilikuwa ngumu, na siku hizi pia hali ya uchumi ni ngumu sana, lakini wanajumuia wanatoa katika njia ya Allah. Mwanajumuia mmoja kutoka Arusha ambaye anauza magazeti, yeye alipokumbushwa kuhusu mchango wa Waqf Jadid, yeye sawa na uwezo wake akatoa katika njia ya Allah, na asema kwamba kuanzia leo kila siku nitapunguza kikombe kimoja cha chai na nitahifadhi fedha hii na nitatoa katika njia ya Allah. Hazur anasema hii ndiyo hali hawa na jumuiya ambao hali ya uchumi wao sio nzuri, lakini wao waokoa fedha kwa ajili ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kisha Mungu pia anawasaidia. Amir Saheb kutoka Tanzania anaandika, katika mkoa wa Mara kuna kijana moja kule katika Mara. Huyu kijana alikuwa akitimiza ahadi ya Waqf Jadid kabla ya kuisha mwaka, lakini mwaka huu kwa sababu ya ugumu wa uchumi alikuwa anadaiwa 15,000 katika mchango na alikuwa na fedha kidogo. Hazur anasema kwamba shilingi pia haina thamani kubwa. Kwa hiyo huyu bana akasema kwamba akitoa 15,000 ile katika mchango, basi hatakuwa na kitu chochote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini yeye kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala akatoa fedha ile katika njia ya Mwenyezi Mungu. Anasema kesho yake katika ofisi yake akapokea simu kwamba tangu miezi mitatu alikuwa anadaiwa fedha kadhaa, basi ile bili yake imepitishwa na vile vile mposho yake pia imeongezwa. Hazur anasema kwamba ni imani yake kwamba kwa baraka ya mchango Mungu alimzidishia 6%. Hazur anasema kwamba angalieni hali yake ilikuwa ya aina hii kwamba alikuwa anakosa matumizi kwa ajili ya nyumbani, lakini kwa sababu baraka ya mchango Mwenyezi Mungu alimzidishia 6% kama pato yake. Kutoka katika Burkina Faso, mbashiri wetu anasema bana Abdu Saheb ni mwanajumuiya, anasema yeye alikuwa akishiriki katika mchango lakini alikuwa hatoi kila mwezi. Mwaka jana nikanuia kwamba kuanzia leo mimi nitashiriki katika michango yote. Anasema tangu nimeamua nitatoa mchango na natoa mchango, na tangu nimeanza kutoa mchango bila kukosa, basi mali yangu na wanyama wangu na hali yangu upande wa uchumi imeboreka sana. Na vile vile nilikuwa na matatizo fulani, matatizo yale pia yameondoa, na mke wangu pia alikuwa mjamzito na nilikuwa sina fedha kwa ajili ya matumizi ya hospitali, lakini wakati wa kujifungua Mwenyezi Mungu alinisaidia na alinipatia fedha kwa ajili ya matibabu, na yeye alipata mtoto binti, na wote binti na mama wako sawa. Na anasema hali hii yote ni kwa sababu ya baraka ya mchango. Mbashiri kutoka Russia anaandika, Badayan Saheb ni kutoka Armenia lakini anaishi katika Russia. Yeye baada ya kusoma vitabu alijiunga na jumuiya, na mara baada ya kujiunga na jumuiya alikumbushwa kuhusu nidhamu ya mchango. Basi yeye alipokumbushwa alianza kutoa mchango wa Waqf Jadid na Tahrika Jadid bila kukosa. Yeye anasafiri katika nchi na nje ya nchi, hata kama anakuwa safarini, lakini yeye hakosi mchango. Yeye anatoa mchango bila kukosa. Anafanya biashara ndogo ndogo, sio mtajiri sana, lakini kwa kuwa na hali hii yeye anaendelea kutoa mchango wake bila kukosa. Huyu bashiri wetu anasema kwamba yeye alikuwa ango kwenda Armenia na Kaghan, na alikuwa hana fedha kwa ajili ya safari yake. Alikuwa na wasiwasi, vile vile alikuwa anafanya dua. Tarehe 30 ya Desember fedha iliwekwa katika kaunti yake ambayo ilipangwa kwamba fedha ile atapata katika mwezi wa February, lakini alipewa mapema kwa sababu wapo wengine pia ambao walikuwa wanategemea watapata fedha hii katika February, lakini huyu bwana alipewa ile katika December badala ya February.
na anasema hii yote ni baraka ya mchango. Pengine jambo hili halieleweki kwamba namna gani ile kampuni iliweka fedha ile katika akaunti yake, ila hali wengine pia walikuwa wanategemea fedha. Anasema kwamba ni mwanajumuiya ambaye anaweza kujua hali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwamba namna gani Mungu anaimarisha imani. Katika Ivory Coast, mbashiri wetu bana Bakar Sahib anasema katika mkoa wa Pedro 2014 katika Fatakro watu 20 walijiunga na jumuiya. Bana Jara Sahib alikuwa akiishi hapa na yeye alikuwa mwenyeji wa Burkina Faso. Yeye alikuwa mwanajumuiya mzuri, na mwaka moja iliyopita alikuwa amerudi Burkina Faso. Yeye aliporudi tulipata wasiwasi kwa sababu wanajumuiya wengine walikuwa sio wazuri sana katika imani yao, lakini mtoto wake bana Isa Jara ambaye ameoa na analima, yeye aliwasiliwa na yeye alitayarishwa ahudhurie ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya. Aliambiwa kuhusu baraka ya mchango na aliambiwa aendelee kufanya dua pia. Katika Desember ilikuwa jalsa salana, huyu bana akaja kwangu na akanipatia 10,000 franc sifa. Mimi nikamwambia kwa kushangaa kwamba fedha hii ni kubwa sana, sawa na hali yako upande wa uchumi, namna gani umetoa fedha kiasi hiki? Huyu bana Isa akasema, tangu nimeanza kutoa mchango Mwenyezi Mungu ameniteremeshia baraka zake chungu mzima, na mimi napata faida zaidi katika mavuno kuliko wengine. Na siku kadhaa iliyopita nimeona katika ndoto kuna mzee mmoja katika uso wake kuna nuru. Yeye anawaita watu katika njia ya heri, na huyu alikuwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, alikuwa anaita dunia katika njia ya mwongozo. Mimi namshukuru Mungu amenijalia nimejiunga na jumuiya, na anasema sasa huyu bana anatoa mchango bila kukosa. Inspector Waqf Jadid kutoka India ameandika tukio la binti umri wake ni miaka 12 kwamba tangu miaka kadhaa alikuwa akitoa mchango wa Waqf Jadid bila kukosa. yeye anakusanya fedha katika mfuko. Yule binti hawezi kusikia wala kuongea ni bubu, lakini akipata fedha yoyote anaweka kwenye mfuko na anatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo katika Liberia. Bashir wetu anaandika katika Cape Town County kuna jumuiya moja kule, baada ya swala ya Maghrib wanajumuiya walikumbushwa kuhusu mchango wa Waqf Jadid. Wanajumuiya sawa na wao wakatoa ahadi na wakaanza kutimiza ahadi yao. Wakati walipokuwa wanatoa mchango wa vijana wawili Suleiman na Abdullah, hawa wakao toka katika msikiti, na baada ya muda mfupi hao wote vijana wakaja msikitini na wakala 20 Liberian dollar na wakatoa mchango wao kule, kwa sababu wazazi wanatoa mchango kwa niaba ya watoto. Ndio maana nikapata wazo kwamba niwaulize hawa watoto kwa nini wametoa mchango, sio wazazi wao. Nilipowauliza wale watoto wakasema kwamba sisi tulipata taarifa na tuliambiwa kwamba halifa amesema watoto pia washiriki katika mchango wa Waqf Jadid. Kwa hiyo sisi sawa na amri ya halifa mtukufu tulikuwa tunakusanya fedha na tunatoa mchango. Huzuri anasema hawa watoto ambao wanaishi katika maeneo mbali sana, ambao hawakuweza kumuona halifa mtukufu, lakini angalieni hali ya imani yao, namna gani imani yao imeimarika. Na hali hii Mungu ni pekee ambaye anatia mioyoni mwao. Mwenyezi Mungu aendelee kuzidisha imani yao na hali ya imani yao. Hazur anasema kwamba wawe watoto wakubwa, wao wanajumuiya wa zamani, wanajumuiya wapya, hawa wote wanajua vizuri kwamba njia moja ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kutoa mali katika njia yake. Kisha wapo wengine ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe anawaongoza, kama nilieleza matukio kadhaa. Hawa ni wale watu ambao sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutoa katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu ambao ni wenye sifa sana.
sasa Azur anasema kwamba nitasoma taarifa ya mapato ya wakfu jadid, mapato yaliyopatikana katika mwaka uliopita, na vile vile nitatangaza mwaka mpya wa wakfu jadid, na mwaka ujao utakuwa mwaka 62 utaanza tarehe 31 Desemba. Mwaka 61 ilikwisha. Katika mwaka huu Jumuiya Ahmadiyya jumuiya ilitoa 96,043 na 500,000 ni zaidi kuliko mwaka jana, na Uingereza shika nafasi ya kwanza katika dunia nzima. kwa hiyo Uingereza ni namba ya kwanza, kisha ni Pakistan, kisha Germany, Marekani, Canada, Bharat, India, Australia, Indonesia, kisha kuna jumuiya mbili za Middle East. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo. Amir saheb wa Uingereza alisema watashinda. Kwa hiyo ametimiza kauli yake aliyosema. Jumuiya 10 ambazo zimeongeza mchango. Indonesia imeongeza sana, kisha Germany, kisha Marekani, kina jumuiya zingine, lakini jumuiya 3 ni hizi ambazo zimeongeza mchango wa jadid, na India pia imeongeza sana mchango. Canada na Ulaya, Uingereza na vile vile jumuiya mbili za Middle East pia zimeongeza mchango wa jadid. Na katika nyongeza India imeshika nafasi ya 5. Katika Afrika ya kwanza ni Ghana, ya pili Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Benin, Gambia, Kenya, Mali, Sierra Leone na Congo Kinshasa. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu idadi ya watoaji pia imeongezeka. Jumla ya washiriki ni 18,18,021 na 89,000 idadi ya watoaji imeongezeka mwaka huu. Na jumuiya zilizoongeza idadi ya watoaji ni Cameroon ya kwanza, kisha Senegal, kisha Sierra Leone, Nigeria, Burkina Faso, Indonesia. Hizi nchi zimeongeza idadi ya watoaji wa mchango. Na sawa na makusanyo, jumuiya 10 za Uingereza ni hizi: Islamabad, Aldershot, Worcester Park, Birmingham South, Masjid Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, Birmingham West na region ni Baitul Futuh, Masjid Fazal, Midland region, Islamabad region na Baitul Ihsan region. Hii imekuwa shinda katika makusanyo. Na upande wa mchango wa watoto ni Aldershot, Putney, Islamabad, Mitcham Park, Cheam, Leamington Spa, Worcester Park, Rains Park na Surbiton. Hii jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo upande wa mchango wa watoto. Na katika Pakistan jumuiya 3 ni Lahore, Rabwa na 3 ni Karachi. Hazur anasema thamani ya fedha inguka sana, ndio maana Pakistan imerudi nyuma. Ikiwa tungepiga hesabu ya thamani iliyokuwa mwaka jana, Pakistan ingeshika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo Uingereza haukufanya juhudi kubwa sana, ingawa umeshika nafasi ya kwanza. Upande wa mchango wa watu wazima, wilaya ya kwanza ni Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas na Peshawar. Ni wilaya ambayo zimeshika nafasi katika makusanyo upande wa mchango wa watu wazima. Na jumuiya ni Islamabad, Defense Lahore, Daruzikr Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samnabad Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Gulshan Jama Karachi na vile vile kuna jumuiya ya Lahore. Hazur anasema kule hali ni mbaya sana,
lakini licha ya kuwa na hali hii wanajumuia wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. katika daftar atfal jumuia ni Lahore, Karachi na Islamabad, na wilaya imeshika nafasi hivi kwamba Sialkot, Gujranwala, Sargoda, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhupura, Mirpur Khas, Umarkot, Ukada na Peshawar. na jumuiya 5 za Germany ni zilizoshika nafasi katika makusanyo ni jumuiya hizi, yani ni mikoa ya kwanza ni Hamburg, Frankfurt, Dissenbach, Grossgrau, Wiesbaden. na upande wa mchango wa watu wazima Rodenmark, Nida, Mediabad, Saim, Wenzheim, Langen, Koblenz, Henao na upande wa mchango wa watoto Ust, Sanmete, Rhein. yani huzur anataja majina ya jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo wa mchango wa watoto. na jumuiya za Marekani ni Maryland imeshika nafasi ya kwanza, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Central Virginia, Seattle, Detroit, South Virginia, Chicago, North Virginia. hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi kama makusanyo. na jumuiya za Canada, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Durham, Bradford, Edmonton West, Hampton, Ottawa East, Ottawa West, Erie Dry na Abbotsford. na katika mchango wa watoto ni Vaughan, hazur anasema ni Vaughan sio Vaughan, Peace Village, Brampton West, Durham, Bradford, Leamington West, Adelaide, Hamilton. na jumuiya za India mikoa ni Kerala ya kwanza, Jammu Kashmir imeshika nafasi ya pili ingawa hali ni mbaya kule, katika Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi na Uttar Pradesh. na jumuiya za India zilizoshika nafasi upande makusanyo Qadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Kolkata, Kerala, Kiram, Pine. na jumuiya 10 za Australia ni Melbourne, Castle Hill, Melbourne Brook, Berwick, Marston Park, Adelaide South, Mt Druitt, Pisith, Penrith, Blacktown, Canberra, Perth. na mchango wa watoto Melbourne, Adelaide South, Melbourne Berwick, Mt Penrith, Logan East, Perth, Marston Park, Castle Hill, Logan West. hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo wa mchango wa watoto. na mchango wa watoto wazima Castle Hill, Melbourne, Longwarren, Melbourne Berwick, Mt Druitt, Blacktown, Adelaide South, Penrith, Canberra na Perth. Hazur anasema siku hizi kule kuna moto kwa jangwani. Mwenyezi Mungu awarehemu hawa watu waweze kumtambua muumbaji wao. licha ya kuwa na hali hii wanajumuia wanaendelea kujitolea kule. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na nafsi za watu waji wote katika dunia hii. Hazur anasema kama niliyosema, katika Pakistan hali inakuwa mbaya upande wa uchumi.
kwa hiyo thamani ya fedha imeanguka sana. Hata licha ya kuwa na hali hii, wanajumuiya wanaendelea kujitolea. Hivyo ndivyo upande wa siasa pia hali imekuwa mbaya sana na athari yake inapatikana juu ya uchumi. Kisha katika India na Pakistan hali inaendelea kuwa mbaya. Katika India pia hali ni mbaya sana upande wa siasa, na kwa jumla hali ya dunia ni aina hii. Inaona kwamba watu wanaendelea kuita maangamio yao, na nchi za Middle East pia hali yao inaendelea kuwa mbaya. Iran, Marekani na Israel, hatari ya vita inaendelea kuongezeka, na Waislamu pia, nchi za Waislamu pia hazielewani wala hawapatani. Dunia ikiwa nataka kujiokoa katika maangamio, sisi tunatakiwa tufanye maombi sana. Mwenyezi Mungu ateremshe baraka zake, Mungu awapatie akili hawa watu wote wa dunia. Mwaka mpya umeanza, sisi tunapongezana, lakini giza inaendelea kuwa zaidi siku hadi siku. Basi sisi tunatakiwa tufanye dua kwa Mwenyezi Mungu ili mwaka huu uwe wenye baraka sana. Tufanye dua kwamba Mwenyezi Mungu aufanye mwaka huu wenye baraka kwa njia hii, kwamba serikali ya dunia badala ya kushinda katika utawala isiendelee kujiangamiza, bali dunia iweze kufanya uadilifu. Hawa viongozi wa dunia badala ya kuzingatia maslahi nafsi zao na badala ya kuzingatia kibri yao, wao wasiangamize binadamu. Mwenyezi Mungu awajalie akili. Kisha kuna nchi za Waislamu, hawa Waislamu kwa kuungana na Sayyidina Alayhi salatu wassalam waweze kupeperusha bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani kote, waweze kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu duniani kote, badala ya kuzidi katika upinzani wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam, kwa sababu zidi sana katika upinzani wa Sayyidina Alayhi salam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia kwamba sisi zaidi kuliko zamani tuweze kutekeleza na kutimiza haki ya kumpokea imamu wa zama hizi, na sisi kwa kutimiza haki hii ya kumpokea tuweze kupepusha bendera ya umoja wa Mungu duniani, na vile vile tuweze kuleta dunia hii chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili ya hii sisi tuweze kutumia uwezo wetu wote na tuweze kutumia juhudi yetu yote. Ikiwa sisi hatuna fikira na mawazo ya aina, hatufanyi maombi kwa kuwa na fikira hizi, kisha hatukuingia katika maombi katika maombi, basi katika hali kupongezana kwetu sio kitu chochote. Basi ikiwa sisi tunapongezana, kupongezana kwetu inatupatia majukumu kwamba kila mmoja wetu awe mkubwa anatakiwa ajue kuhusu majukumu yake na wajibu wake. Kwa ajili ya kutimiza na kutekeleza wajibu, kila mwanajumuiya anatakiwa atumie juhudi yake yote. Kila mmoja anatakiwa afanye maombi, na yeye anatakiwa azidi sana katika mahusiano ya Mwenyezi Mungu na aje karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, ndipo tutaweza kupata baraka za mwaka mpya. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر